Sasa mlango mbona umeacha hivi? Kwa nini masutafunga? Lango shilia ufunge. Sasa unaacha tu hivi hivi. Wewe Mashakila, hebu njoo kwanza. Mpaka kijasho kinanitoka. Haya, wewe mwenzangu tulivyoenda kule umeelewa nini? Sasa pale usielewa mwanangu nini? Kila siku vikao tukiitwa vikao basi michango. Kila siku michango. Hivi kila tunakuwa tunatoa michango mpaka lini? Tunatoa michango mpaka lini? Sasa mwanangu, utake kila kitu serikali tusaidie. Kila kitu unachokitaji wewe serikali na walimu wapambane. Iko kitu hakiwezekani. Yaani madawati sisi, sijui majengo bati likiharibika sisi, fagio sisi, haya mapanga sisi na manini ya kufyekea yale mafyekeo sisi. Hivi tutakuwa tunatoa michango aina gani? Wanataka hadi elimu sisi tutoe. Hivi watoto tunasomeshaje? Pesa tunazitoa wapi? Kwa hiyo nataka kuniambia hata dawati likibomoka tuisubiri serikali mpaka aje kututengenezea. Ndio jukumu lao. Sasa watoto wanasomaje? Maendeleo sasa hivi sio kama sisi tumesha darasa 7 jamani. Inachotakiwa mtoto tumsomeshe na yeye baadaye apate elimu yake tusaidiwe na sisi. Sasa wewe unachoona kigeni pale kitu gani mume wangu? Unachoona kigeni. Bwana, sio kwa ujinga kama ule. Kila ukienda sijui hichi. Yaani vikao vyote vinahusiana na hela. Kila kikao kifika hela. Haya sijui kuna elimu, sijui kuna kitu gani, sijui kuna kitu gani. Haya hapa nyumbani tunatakiwa tumhangaikie vitu vingine vya kwenda shule. Haya chakula vile tumetoa michango ya chakula na hakuna nilichokula. Anarudi hapa saa 4. Huo ujinga mimi sitaki upumbavu kama huo. Mashakila. Habari? Sawa. Kwema. Naona warudi nyumbani. Sasa ukienda nyumbani ndio mama yako. Mimi ninamsubiri njia ya nyuma kule jioni. Mamangu mimi. Na kweli. Mwambie Songa anakuambia atakusubiri njia ya nyuma kule. Mwanangu. Songa. Haya. Kiwango. Abe. Mimi naelekea zangu barabarani. Muda wa chakula ukiwa tayari, basi utanitafuta kwenye simu. Sawa. Mama huyo. Sana leo pale. Sawa jambo. Za shule. Sasa mwanangu, ule mlolongo tuliokuta kule shuleni wa michango na kuomba mwanangu umerudi hapa nyumbani, baki hapa nyumbani mpaka nitakapoingiza pesa mfukoni kwangu mimi nipeleke kule kwa ajili ya michango. Umenielewa mwanangu? Mwanangu masomo. Katika ndoto zako mwanangu unatamani kuwa dokta, mwalimu au nesi? Nawe daktari. Hiyo safi. Mama nchini kule. Wale mtana mbaba kule mnene hivi. Nasema nitakuona na wewe. Nasa utanani? Songa. Kwani Songa unamjua? Sasa mimi ndo kanitambulisha jina lake yule leo ile. Kanitambulisha jina lake. Haya.
Ni vyema tu mimi ningeenda shule. Maana kaka nyumbani hapo wenzangu wanasoma, alafu mtihani uko karibu. Mimi kama bora tu niende shule. Kama kupigwa nikapigwa kwa ukona, kama kufukuza anifukuze. Naam. Alichongea mtoto mimi nimekielewa. Ni vyema tu aende shule. Mkangu, mimi sina nia mbaya. Na sina nia ya kusema mtoto abaki hapa nyumbani au akae hapa nyumbani. Nina nia mzuri tu. Lakini nilikuwa nategemea ndani ya wiki hii au ndani ya wiki moja tu mtoto wetu angerudi tena shule. Lakini imefikia sasa mpaka mwenyewe anasema yupo tayari hata kwenda kupigwa. Basi aende. Haya, nenda mama. Mambo wewe. Poa, vipi? Safi za masiku. Safi vipi? Safi kwema. Kwema. Bana, utafuta basi sehemu tukakuongea kwa kirefu. Haya, twende. Ania. Abe. Wewe unajua mimi hapa muda mrefu sipo. Na sababu ya kutokuwa hapa wewe unaifahamu. Ila mimi nimekuja kwa jambo moja tu hapa. Nimekuja kumfuata mwanangu. Mwanao? Uona mtoto hapa? Kwa aibu leo niletea hapa mtaani. Mtoto umemwacha tukiwa mdogo. Na hata hivyo mtoto hamjui baba yake. Nimeshamwambia baba yake amefariki. Baba yake anamjua Mdarusi. Ania. Kwani wewe unaamini huyo Mdarusi yeye ajui kama yule sio mwanawe? Anafahamu fika. Na nimemwambia baba yake amefariki. Sasa kuna ugumu gani mimi kupata mwanangu? Kutokana miaka mingi umeondoka, mtoto hakujui. Na sijamwambia kabisa kama yeye ni baba yake. Sasa nafikiri mtoto atakuelewa vipi kama yeye baba yake? Haijalishi. Na hayo maneno naongea mimi sielewi. Sikiliza nikwambie. Tena ukome. Kumsimamisha mwanangu, kumpa salamu aniletee mimi. Ania. Ania. Jua hilo swala liwezekaniki. Kwa vyovyote vile lazima nitapata mwanangu. Nakuja. Kuna mbwa kuenda kanyata. Hebu sogea hapo mpite. Ha? Mimi nikukuta. Toka muda huo na funga mlango na chelewa na vipi? Vipi mwenzetu? Mimi singiona hapa. Na hapa ukumbini na hapa sebleni hapa. Kumbe wewe unatangaza huna hela yenyewe ndio unaenda kumalizia kwenye kule. Usisumbue mimi sina hela. Hapa. Lala, na mimi sikuinui. Utalala hapo hapo. Wewe mbali hiyo wewe. Wewe tena utalala kesho. Nilichokiongea babako sijalizika huko hapa nyumbani. Kwa hiyo unachohitajika wewe usome. Hela hii hapa chukua nenda shule. Sasa. Ila hela hii babako ajui. Sasa akija kijusi tu kwa mvyo mama.
hata kama akijua. Yaani kulewa kwake yeye na kukupeleka yeye shule bora nini? Na akikuuliza usimwambie yeye mpata wapi. Shika nda shule. Hai. Bwana Ngalemwa. Unajua kila nikaa hivi moyo wangu unakosa amani sana. Hivi mpate amani. Ania bidii mwanangu. Unasonga kwa kitu kimoja. Kwamba ni kweli na ni haki yako ulifanya ile swala wewe kupata mtoto wako. Lakini inakuwa ni ngumu. Inakuwa ngumu kwa sababu kwamba mgarusi anajua kila kitu kuhusu ule mtoto. Mgarusi ameambiwa kabisa kwamba mtoto babake amekufa. Sasa leo hii wewe kwamba uchukue jukumu kwenda kumpata mtoto, unampata pataje mtoto? Wakati mtoto ameshauri babake kama ameshakufa tayari. Ngalemwa. Wapi hapo? Alafu ndio ndio ndio. Kama maneno ambayo unazungumza kama unarudia tu yangu. Mimi nani maana naye? Na amenipa taarifa zote hizo ambazo nataka. Ila kuja nimehakikishia kwamba mimi mwanangu nitampata. Sawa. Kama Ania mwenyewe ameshakuanishia kwamba mtoto wake utampata, haina shida. Tume Mungu ajalie heri mtoto wako mpate. Lakini hilo ndio kubwa ambalo mimi nauliza. Unaona muda wote mimi nakaa na wewe lakini sipo. Yaani mawazo yangu hayapo hapa. Na unajua vitani nimekutana na mimi. Lakini haiwezekani damu yangu ipotee. Kwa kweli mimi namhitaji mwanangu. Na naamini kwa njia yoyote ile lazima nitampata mwanangu. Yaani hilo siwezi kukubali. Damu yangu mimi ilipotee, siwezi kukubali. Basi sawa, haina shida. Ndio hivyo. Shakila. Abema wangu. Kumbe uko huku. Sasa mke wangu, nimetoka kuoga, nimeingia zangu ndani, nimevaa, nataka nitoke niende barabarani, naangalia katika mifuko yangu humu, pesa niliweka jana hamna. Pesa ipi unazungumzia? Jana japo nililewa, lakini nimerudi hapa mimi nina pesa nilibakia nayo ndani ya mfuko yangu. Lakini nashangaa mpaka naamka sioni. Kumbe pesa unazo. Uchomfaisha mtoto umkalisha nyumbani asende shule sababu yake nini? Kwani ina maana unafikiri mimi nakataa mtoto asende shule? Au mimi napinga mtoto asende shule? Lakini pesa mimi sina ya kulipa ile michango, na ndio maana mimi nikasema apumzike hapa chini, nikipata pesa taenda. Ile ilikuwa ndio pesa yetu ya kula. Sasa mimi pesa nimempa mwanao. Kwa hiyo pesa umechukua wewe? Ndio nimechukua na nimempa mwanao kwenda shule. Aya, sawa. Sasa leo tunakula nini? Pesa umechukua bila hata kunipa taarifa, bila kuniambia. Odi. Sasa hata wewe mtoto mwenyewe akirudi anakula nini sasa? Odi. Nataka kufungulia simu. Yaani mambo ni wewe tu au tu hawajapoa tu. Basi ya hata kitu maana. Mwanangu. Karibu. Asante. Mjomba. Mjomba. Karibu. Mjomba, karibu mjomba. Asante. Tena mpokee begi. Karibu sana mjomba. Asante mjomba. Mjomba. Mjomba, karibu mjomba. Asante akachukua paka mjomba. Kama shangazi. Sima tu sijui. Kutoka. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Za juu peleka vitu ndani ya baadaye utamuuliza.
Ai, mbona mnaye kwa nini maana kesi na mnaye? Jomba tuingie. Hawa. Jomba. Ninakushukuru kwanza kwa kurudi salama. Umeenda salama na umerudi salama. Lakini vipi maisha ya huko ulipokuwa? Jomba bwana, mazingira ya huko ni kawaida tu. Changamoto za kawaida kwa kila anayesoma lazima atazipitia. Kwa hiyo siwezi nikajaji sana kuhusiana na hiyo, ni kwamba ni kawaida tu. Sasa mjomba, mimi nashukuru sana baada ya kutanguliza hiyo shukrani. Niseme jambo moja kwamba umerudi nyumbani. Hapa ni nyumbani kwako. Ndio, kama umerudi hapa nyumbani kwa kipindi hichi chote unichosubiria kupata ajira, kwa sababu mwenzetu umesoma na umepata elimu ya kutosha tu. Nina imani hiyo mjomba. Ndio. Hata mimi Kiswahili kile cha Kiingereza, English sijui, na mimi utanifundisha. Lakini tuachane na hilo. Nahitaji tushirikiane masuala ya shamba ukiwa unasubiria majambo yako. Maana lile shamba letu la bondeni pale, kwa mzee nani pale? Mzee Logolo, kwa mzee Songa. Mzee Songa. Kwa mzee Songa. Lile shamba bwana tumelipata bwana. Limerudi mikononi mwetu. Pale tashughulika tupate mazao. Maana ilikuwa naumiza kichwa, unajua kila tangu niliponyambia bwana mgogoro ile shamba bwana mgogoro mkubwa umetokea huku, kwa hiyo na kingine hapa mjomba, kuna ajira zimetoka, zinataka kutoka, yani zina fukuta kijijini hapa. Ajira gani tena mjomba? Serikali, kuna ajira za kiserikali na kuna vyeo vya kiserikali hapa. Kama kwa wewe, kwa sababu mjomba umesoma, basi tutafanya mpango na wewe utapenya na nini. Nitamwambia na wewe rafiki yangu anoka kule chini kule, sema wewe umjui kwa sababu ulipoondoka ulimwacha yeye pale Agada Jamia. Alikuwa anakaa kule chini. Ndio. Nani sijui. Kwa hiyo nitamwambia yule ili mradi akufanyie mchakato upate, sababu kuna serikali za mitaa, kuna shule kufundisha sekondari, kuna sekondari imepatikana mpya mjomba. Kwani imeshaisha ile? Ujamaa inaitwa ujamaa. Unataka kuniambia wanafunzi washaanza kusoma pale? Iko safi kabisa. Na hospitali ipo karibu wale pale. Kwa hiyo pale mjomba unaweza kupata ajira, na kama utapata ajira hizo basi Mwenyezi Mungu atasaidia na sisi wote tutanufaika. Basi sawa. Mimi nikuondoe hofu juu ya hilo. Shughuli za shamba tutakuwa pamoja mpaka pale itakapotokea ajira kulingana na kile nilichokisomea, basi ndio hivyo. Haina shida mjomba. Mjomba za muda mrefu bwana. Mjomba, namshukuru Mungu. Sipo vizuri. Sasa mimi nashukuru umerudi, umetuona mjomba zako. Kuna matatizo aina yoyote uliopata, mitihani yoyote shuleni? Mjomba, changamoto katika masomo, changamoto zipo lakini za kawaida tu, sababu ndio kama unavyojua tena chuo ni tofauti na shule ya msingi. Yaani chuo muda mrefu tunatumia katika kujisomea, kwa sababu unajua tena mitihani hapa na hapa. Yaani kila baada ya mwezi utakuta mara test mara. Kwa kweli mjomba, niache kwanza nienepe. Nashukuru tu kwa kumaliza salama. Basi bwana, sisi tunashukuru. Sisi bwana mjomba tunakutegemea wewe tena na elimu yako hii ufanye vizuri na sisi uje kutugomboa. Umeona? Maana hii kila siku shamba nenda rudi na miguu. Afadhali tena mjomba upo huko, ukitoka huko ukipata ajira utatuletea hata basikeli. Mjomba bwana, kwa hilo usiwaze. Ni jambo la kuomba Mwenyezi Mungu tu, kwa sababu ndo kama chuo nimeshamaliza. Naomba Mwenyezi Mungu tu, yani ajira nipate kwa haraka, ili bali niweze kuwasaidia katika changamoto kama hizo mlizokuwa nazo, kama shamba. Kipindi nipo chuo tukiwasiliana kupitia simu. Bwana mjomba bwana, wakati wa kilimo umeshafika, lakini bwana mimi mjomba wako nipo vibaya sana, ni dawa sina. Kwa mimi huwa inaniumiza sana. Kwa endapo nitapata ajira, ni jambo ambalo lipo katika nafsi yangu, lazima nitawasaidia, siwezi kuacha. Sasa kama unatukumbuka sisi tunashukuru. Ila sasa mjomba, kwa muda huu wa mapumziko unaonaje uje kukaa hapa? Yaani tuwe wawili hapa. Mjomba bwana, hilo swala kwangu bwana itakuwa gumu, kwa sababu mjomba
Mimi naona wewe kabisa unataka mimi kazi zangu ndani zinielemee mimi. Kwa sababu mjomba wewe mke huna. Mjomba bwana. Sasa kunisaidia mimi unaona taabu bwana. Yaani mjomba, yani changamoto ulizozipitia huko. Niache kwanza nipumzike kule kule kwa shangazi kwanza. Maana hapa nitakuwa sina muda kabisa wa kuzurura. Basi. Hamna taabu bwana. Haina neno. Bali. Sawa. Zima. Vipi? Toka shule. Soma kweli au ni mchezo? Soma. Vipi, nasikia uko shule kwenye michango? Vipi, wewe ushatoa? Hata sijatoa. Ila leo kulikuwa kuna kikao. Kikao, baadhi wametoa, mimi sijatoa. Pole sana. Asante. Pole. Kaka yao. Sasa. Nani? Shakira. Haya, twende nyumbani. Nakushinde. Salama tu kwema. Mama, nimekutana hapo. Nimekutana hapo kati hapo. Nilikuwa natoka kwenye pilika zangu hapo, nimemkuta huyo. Narudi kama basi kufuatane. Kuna mtu amenipa. Lakini mimi mtu msimjui. Kaniambia lakini wewe anakujua. Pia shangazi. Mimi kuna vitu naona kama sivielewi hivi. Vitu gani? Kipindi natoka kwenye pilika zangu huko, nimekutana na Shakira amesimama na mtu ambaye katika mazingira ya kawaida, hata kama jamii inamuona, haileti picha nzuri kwa kweli. Na ndio huyo aliyempa hiyo hela aliyokuletea wewe. Sijajua kuna nini katikati yao. Kwani hata wewe umjui? Simfahamu mimi. Labda itakuwa watu wangu wa vikoba. Kama ni hivyo basi sawa. Haya. Mwanangu yaya. Habari za masomo? Habari za masomo, namshukuru Mwenyezi Mungu. Masomo nimemaliza salama. Nashukuru kwa hilo. Hata mimi nashukuru kumaliza salama. Vipi? Haujaokota okota? Kuokota nini tena? Maana najua saa hizi unaweza kupata vibinti, ukashindwa kumaliza masomo yako,
ukapata tamaa zingine. Hamna shangazi, kwa sababu unajua wanawake wanahitaji pesa, na ndio maana nilikuwa nakomaa katika masomo. Natarajia endapo nitakapoajiliwa, mbona ni jambo ambalo lipo katika nafsi yangu. Ni kweli mwanangu. Alafu mambo mengine kufikiria sana masuala ya ngono inakuwa ipendezi. Kwanza ulipohitimu salama, mimi nashukuru mwanangu. Hayo mambo mengine yote baadaye. Sawa mwanangu? Sawa shangazi. Haya. Mimi nilijua tena huko, unajua ukishamaliza basi labda utatafuta angalau vijitototo hapa urudi nao mtaani. Kumbe umaliza masomo yako vizuri tu mwanangu. Nasubiria tu nikishapata ajira, nadhani sitakuwa na muda mrefu sana kwa sababu unajua tena na umri wenyewe umeenda huu. Kwa lazima nitamtafuta tu mwenzangu. Ni kweli. Vipi bro? Safi. Nikusaidie nini? Na shida na Mashakila. Okay. Shangazi. Abe. Kuna mgeni wako? Ah. Mgeni wako. Karibu. Shangazi. Unaenda kwa nini wapi? Songa, umefuata nini hapa nyumbani kwangu? Nimekuja kwa sababu jambo hili moja. Nataka uniambie mtoto nampata simpati? Sasa unaje nyumbani? Je, mume wangu akikukuta mimi nitamwambia nini? Mimi swala la mumeo alinihusu. Nijibu swali langu. Mtoto nampata simpati? Umpati mwanao na una mtoto hapa. Mimi damu yangu simpati. Sana kwambia kitu kimoja. Hapa mimi siondoki. Kama wewe mumeo atanikuta hapa, nitalala hapa, nitaamka hapa mpaka nampata mwanangu. Sawa, nimekuelewa. Basi utaenda, tutapanga siku tuonane. Sitaki maelezo. Mimi namtaka mwanangu. Hata kama tutaonana, uje kuniambia nampataje mwanangu. Najua wewe ni baba yake, siwezi kukunyima mwanao. Nakuomba nenda, panga siku tuonane. Nakupa siku hizi. Nahitaji jibu. Mwanangu nampataje? Mashakila! Mashakila! Samani, kuna jambo kidogo nataka tuzungumze. Vipi? Ni huwa kuna matatizo kama haya?
hana matatizo haya. Na shangaa wewe umekuja wewe tu hapa naona ndio iko hivi. Yangu. Naomba nisaidie kunyanyua kwanza. Nisaidie kunyanyua. Basi baba, kamnyanyua mwenyewe basi. Hali yako? Namshukuru Mungu. Naendelea vizuri sasa. Maana mjomba alikuleta katika kipindi ambacho umepoteza fahamu kabisa. Na amesema kwamba ulipata kizunguzungu kipindi hapo njiani. Ni kweli mwanangu, maana nilikuwa najisikia vibaya, lakini sasa nipo vizuri. Nashukuru kusikia hilo. Naona mwanangu upo kwenye mazoezi. Ni kawaida yangu shangazi, tangu kipindi nipo chuo nilikuwa nakwenda mpaka gym za kulipia. Ila kulingana na hali za kijijini kwetu huko kama unapigwa tena. Tunaamua kujifanyia mazoezi huko ndani. Vizuri. Salamu alaikum. Wa alaikum salaam. Mjomba huyo? Naam bwana. Ehe. Karibu. Haya, asante sana. Vipi bwana Yaya? Mimi niko poa kabisa. Ndio bwana. Nyumbani. Oh, salama. Bwana shemeji. Nipe hali yako bwana. Nasikia unaumwa. Nashukuru Mungu naendelea vizuri. Basi tangia nashukuru. Vipi bwana Yaya? Tangia juzi tuonane mpaka leo bwana. Mjomba, ndio nilikuwa namaliza mazoezi hapa. Hapa nikimaliza mazoezi tu, ndio langu nikaoge, nije kutembelea. Ila kwa umekuja tena. Hapa tena naona itakuwa ndo basi. Hapana bwana Yaya, inabidi uje. Jamaa bwana, tatizo bwana nyumbani hiyo kweli hata kwa sababu nikija kulipoa, nikija pale ni mimi na wewe tu. La haula. Haya, nitafanya juhudi hiyo bwana. Sawa. Basi shemeji, mimi kuja kukuona tu mimi narudi zangu. Haya, karibu. Haya. Bwana Yaya. Lini sasa? Hapa tena naona kesho. Haya bwana. Umekuja unaniangalia tu. Sasa basi unaniuliza nini? Kwa hiyo siku ile ulinisimamisha na kuambia kweli mume wangu yote. Sasa una voice mimi nafanyaje? Au wewe unahisi mimi nifanye nini pale? Na muda gani nimekupa siku 2 zimeisha. Leo siku ngapi? Basi nilikuwa nakuomba subiri nifikirie nitakwambia. Mambo mimi sitaki. Yaani wewe sio kila siku nisubirie. Yaani mambo mimi ndio siyaelewi kabisa. Basi naomba nafasi ya mwisho. Jua.
Songa. Mjomba. Mjomba. Hivi bwana. Safi tu. Na mimi ndo najitashatalisha hivi. Nitaka nenda katika kikao chao cha visima hapo. Unajua wamepatikana wafadhili bwana kijiji chetu hiki. Wanataka kutuchimbia visima. Na mimi ndio kwa nijitayarisha hivi niende, lakini umeniwahi pazuri. Karibu tukae. Karibu sana. Unajua tena sasa hivi na kipindi hiki cha kutaka kula, basi misaada mingi huwa inatokea mara kwa mara. Na sisi tunafurahi kijiji chetu sasa hivi maji na wasiwasi na maji. Naona ni sasa hivi yani kumeendelea kweli kwenye swala la maji. Kipindi kile tulikuwa tunaenda huko chini kabisa huko Zambia kufuata maji, lakini sasa hivi nashangaa mabombani tu yani ukipita nyumba 3 nyumba 4 kuna bomba, nyumba 3 ya 4 bomba, na visima ndo kama hivyo vinazidi kuongezeka yani. Basi karibu. Kweli ndo maendeleo yenyewe. Lakini karibu sana. Sasa mjomba, kilicho nileta hapa kuna habari kidogo huwa zinaniumiza kichwa sana. Kwa hiyo niko na bwana nikufikishie ili tuangalie tunafanyaje, maana kuna jamaa mmoja hivi ni mnene hivi alafu mfupi, ila sio mfupi sana. Sasa jamaa mimi ananiumiza kichwa sana kwa sababu mara ya kwanza kuonana naye nilimuona akiwa barabarani amesimama na Shakila, yule mdogo wangu. Amesimama naye, hakuwa na maongezi marefu, ila aliingia tu mfukoni akatoa pesa akampatia Shakila. Mimi sili habari nikaenda kumfikishia shangazi, lakini amenijibu tu kama vile kwa kunigomboka ni kwa haraka nikawa sijaelewa. Haijapita siku nyingi sana nikaja tena. Siku hiyo nilikuwa naenda kwenye mizunguko yangu kwenye ua wetu ule mlango wa uani kule kwenye ule ua, nikabidi nafungua natoka zangu nje, yani natoa tu hatua moja nakutana na yule jamaa amekuja pale tena, alikuwa ananyata yani maeneo kwenye ua akiwa ananyata ni taratibu. Sasa hivi naona mimi natoka kama ameshtuka hivi kama anataka kurudi nyuma hivi. Mimi kabidi nishangae. Nikamuuliza vipi? Akaniambia na shida na mama Shakila. Nikaona basi sawa haina shida. Nikabidi nimuite shangazi. Akatoka nje nikaacha kwenye mazungumzo yao nikaondoka. Sasa yule jamaa mimi nakuwa kama vile sielewi yani kuna kitu gani kinaendelea kati ya wa mtu yule na nyumbani pale. Mimi nahisi kabisa kuna mahusiano, kama sio Shakila basi shangazi. Sikiza yaya. Unajua bado mdogo, bado unatafuta. Usikia bwana, sisi wanaume tumeumbwa na kitu kama kinaitwaje? Kaba. Kiswahili kwa lugha. Tumewekwa hili kwa sababu kuhifadhi maneno tusiyatoe kwa watu tofauti. Sawa bwana. Sasa mimi nakuomba hilo swala baki nalo wewe kama wewe mwenyewe. Ndiyo. Usimwambie mjomba wako hata siku moja. Shangazi yako atakuchukia mule ndani. Hata mjomba wako naye atakuchukia. Utakuwa ukai mule. Sawa bwana. Kaa nalo hilo moyoni mwako. Unaelewa? Sawa. Unaelewa mjomba? Ndio nimekuelewa. Usifanye hata siku moja. Lakini yule shangazi yako naye mwingi wa habari, huenda yupo katika vikoba vikundi, labda ile pesa anapewa ili apeleke kwenye vikundi vyao. Sawa bwana. Huyo unamsema wewe labda hapo katika ushirikiano huo, kwa hiyo kufika pale anaogopa, ndio vile kuingia na mwacha nawe au mwingine analeta pale anapeleka. Sawa mjomba bwana. Sawa. Kama umenisikia hilo, sababu muda huu ndo kikao. Nataka niwahi kwenye kikao. Kwa hiyo twenze.
Mimi nilikuwa naenda kwa rafiki yangu. Sawa, tukachane njia panda. Sawa. Kuna jambo gani? Bwana, jambo lilikuwepo hapo zito kidogo. Jambo zito kidogo. Lazima niangalie kwanza kwamba una kifua, maana sio kwamba na nini kwamba nakwambia kitu hapa. Una kifua? Kifua hicho kioni anaweza kifua. Baba, sio kifua hicho baba. Kifua cha aina gani? Tunapozungumzia kifua basi kuna ndani kolomelo hili liko kwa ndani, hili dudu unaliona hili. Hili napita vitu. Hilo mimi nalo. Unalo kweli ndugu yangu? Hilo mimi nalo. Lisile katoka. Sina wasiwasi nalo. Sasa bwana, nakwambia yule mzee Songa wa kule Bondeo unamfahamu? Si yule mzee nagombana naye kuhusu shamba langu pale? Ndio huyo. Yule bwana ana mtoto wake wa kiume. Yule alikuwa anauza alokimbia kwa kuuza mashamba yake. Yule. Na amerudi. Baba yake amefanya mpango mtoto wa mahela milioni ngapi sio mwaka serikali. Sasa amerudi anataka kuuza shamba langu. Aya, sio hivyo kaka. Yule bwana amekuja kwanza kufuata mtoto wake. Yule mwanamke unaokaa naye yule mkeo. Yule mtoto ndio baba yake huyo mtoto wa Songa. Yaani hata unichokizungumza kwa hapo kidogo kama sijakuelewa. Hebu rudia kwanza. Hujanielewa? Utanielewa. Ninachokizungumza mimi, yule mtoto wa Songa, yule wa mzee Songa ndio baba wa yule mtoto mke wako wewe. Wangu ameshaniambia baba wa yule mtoto tayari ameshafariki. Leo hii unaniambia mtoto, yani mzee Songa yule mwanawe alokimbia kwa kuuza mashamba ya watu ndio mwenye bana. Yule mwanamke atakuwa amekudanganya kwa maslahi yake mwenyewe. Lakini kwamba yule mtoto baba yake yupo na ana muda wote wameshakaa na mkeo, wameshazungumza na anataka mtoto wake. Wameshakutana. Naam. Sasa Bwana Kalemo, mimi nashukuru kwa hii taarifa. Asante sana. Mara nyingi watu wanasemaga alisemwalo lipo. Kwa hiyo mimi nitalifanyia kazi. Sawa. Niko naelekea. Basi. Shauri wenyewe. Ndio kufanyaje pale? Shauri. Shasema tayari. Jambo. Jambo, shikamoo. Baba, kwema? Mzima. Na shule? Safi. Sasa. Wewe mbona mimi sielewi? Kila siku ukiniona lazima unisalimie. Hivi nataka nini kwangu? Usichokijua kimetokea tu. Ukubali ukarimu wako na ulivyo. Alafu mimi nina ukaribu sana na mama yako. Ndio maana mara nyingi huwa nakusimamisha na kukusalimia. Au kuna tatizo lolote lisho kukufanyia? Hamna. Yaani napenda hilo tu. Kwanza ni mkarimu. Haya. Na sawa, hebu msalimie mama yako. Haya. Naomba uniambie kuna kitu gani kinaendelea kati ya wewe na huyu? Sikiliza. Ngoja basi. Sasa mbona umekuja kwa jazba? Alafu lazima nije kwa jazba kwa sababu sio mara ya kwanza hii. Hii ni mara ya tatu. Sasa naomba uniambie kuna kitu gani kinaendelea kati ya wewe na huyu au wewe na mama yake Shakira? Subiri kwanza kaka. Mbona hamna kitu kibaya? Kuna kitu chochote, yani kwamba ni wewe. Kaa pembeni huko. Sikiliza. Oya, nasikiza, usichoke, nisikize. Unafahamu na akili? Unataka kufanya nini nakuuliza? Subiri basi. Wewe. Hapa ndani. Nini? Wewe unataka kufanya nini? Unataka kufanya nini? Oya. Unataka kufanya nini? Unataka kufanya nini? Unataka kufanya nini nakuuliza? Wewe. Sikiza nikwambie. Nitakutafuta wewe.
Na nini? Hebu niache huko. Songa, hivi ulishawahi kujiuliza kwa nini sio mimi kwa wewe? Vaa viatu vyako bana. Ila vitu vingine blaza, inatakiwa unaepusha shari tu. Kugombana na kwa sio vizuri. Tunajua tena masuala ya kupelekana mkongo kule sio pazuri. Kwa hivyo unajua mitihani inatokea tu, Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua, yani huwezi kuipangilia. Sio imetokea ni kama leo Sheikh Mungu. Nini unajua haya maisha yalivyo. Basi poa bwana, wewe vipi? Rudi mimi ngoja kama nipatanishe kitu sababu kidogo. Poa. Baadaye. Poa, tutaonana baadaye. Nimekuja hapa kwa lengo la kukuaga. Maana nimepigiwa simu na rafiki yangu. Nahitajika kupeleka vigezo vyetu kwenye Wizara ya Elimu kesho saa 4 asubuhi. Kwa hiyo naona nikisema nifunge safari kesho nitachelewa. Kwa muda huu ninavyokuambia hapa, kama nataka nifanye mpango niondoke. Wana hafla namna hiyo. Lakini mjomba, ndio neema zenyewe tena hizo. Ndio mambo ya serikali yalivyo. Itakuwa vizuri. Mimi bwana nakuombea dua. Sawa. Nenda kapambane mjomba. Sawa bwana? Sawa. Uje kutusaidia na sisi. Sawa? Sawa. Haya bwana. Shukrani. Haya, mimi naenda bwana. Huyu bwana mdogo yupo? Yeye nilimwacha kaenda kwenye mihangaiko yake. Sasa sijajua mpaka sasa hivi kama itakuwa kasharudi au vipi. Haina shida. Sawa, mimi nipo. Mimi sina nyendo tena na mvua huu. Haya bwana mjomba. Haya. Mjomba. Wapi tena? Mjomba bwana, nimepigiwa simu ghafla hapa na rafiki yangu. Ameniambia kwamba kesho saa 4 ndio natakiwa kupeleka vigezo. Kwa hiyo wewe Dar es Salaam. Dar es Salaam mjomba, nataka niwaje ile saa 7. Sasa mjomba, umeniumbisha. Kivipi tena? Mimi ndo nimetoka kule tulipokuwa tumezungumza. Sasa wewe unakuja na hapa unaniambia tena unatoka. Sasa mjomba, nimesoma chuo miaka 3. Na kile nilichokisomea matunda ndio anaanza kuonekana. Hata mjomba, wewe niende kwenye shule ya kujitolea wakati huko ndo sehemu yenye hela nyingi kweli mjomba? Basi sawa mjomba. Mimi nakutakia kila la heri, nakutakia safari njema, nakutakia mafanikio mema. Nenda katafute mjomba, lakini mjomba wako mkubwa umemwaga. Kwa mjomba ndo nimetoka huko sasa hivi hapa. Basi ngoja maana tena hapa siri wewe nikutoe basi. Acha! Hatari namna hiyo. Kimbia. Tatizo nini? Ngoja. Subiri kwanza. Ngoja kimbia.
Sawa. Naomba nijue tatizo ni nini? Tatizo nataka nijue. Nisikilize. Nimeshachoka. Ndio. Nimeshachoka. Kila ninapopita, kila ninapoenda, naambiwa huyu yaani ni mtoto wake huyu bwana. Sasa wewe uko nao. Subiri. Wewe uko nao. Usifanikiwe mimi. Usifanikiwe mimi. Sawa. Wewe uko nao. Ngoja. Naomba nisikilize. Ngoja. Subiri bwana. Unisikilize mimi bwana. Nakusikiza. Unasemaje? Wewe bwana mdogo vipi? Sikiliza. Ili swala tunaweza tukaliongelea pale nyumbani. Tutajua kama mwanawe au sio mwanawe. Pale nyumbani pale. Akaniambia kama wewe mtoto wake au sio mtoto wake. Sawa, twende. Twende. Bwana. Wewe. Kabla ya yote, wewe Mgarusi, lete panga, maana kujua akili zako sio nzuri. Lete. Haya, naomba uniambie tatizo ni kubwa nini mpaka ubana unamkimbiza na panga? Sikiza kaka, nikwambie. Sawa bwana, mimi kila ninapopita, kila ninapotembea, nasikia bwana amekuja anataka mtoto wake, anamdai mtoto wake, na mtoto wake ndio hapa. Wewe unajua kabisa mtoto mimi nimemlea niko mdogo dogo ndio nimemkuta. Sasa leo hii anakuja anatoka nako anakuja kukurupuka anakuja anataka mtoto wake. Sasa hapa kuna jambo moja. Kwa sababu mama yake yupo, inabidi tumuulize mama yake. Je, huyu ni baba yake kweli mzazi? Sawa. Eti wewe mama. Huyu binti, huyu ni baba yake? Ongea bwana. Sasa ongea sasa. Acha ujinga bwana. Ongea ukweli, mimi nitakulinda, ongea ukweli. Kweli huyu mtoto wake. Usiniambie baba afariki. Usiniambie baba afariki. Asubiri kwanza. Subiri. Niache. Huyu ananiambia baba yake afariki. Wewe hujui. Mgarusi mimi nani? Huyu anataka kuharibu ndoa yangu mimi. Huyu anataka kuharibu ndoa yangu mimi. Subiri kwanza. Mimi nani? Wewe kaka. Kwani unisikilize sasa? Wewe una shida mtoto? Umelea wangapi? Umesaidia wangapi? Atakuwa huyu. Kwani akusumbue kichwa huyu? Sasa kaka, huyu kwani yeye alikuwa wapi? Alikuwa wapi mtoto alikuwa yupo mdogo leo mpaka naangaika naye. Mtoto alikuwa usikilize sasa. Kaa usikilize hapa. Hebu endelea. Tatizo lilikuwa nini mpaka huyu alikuwa sijui alikuwa wapi, sijui nini mpaka leo bwana anadai huyu mtoto. Vipi? Shemeji, mume wangu, ukweli huyu mwanawe, ile nilishindwa kuongea ukweli kutokana nimetokea maisha magumu sana. Najua nikimwambia na yeye alikuwa anahitaji kunioa, nimeogopa atanikatalia. Wewe mimi unindanganya. Umeona kaka? Si umeona kaka? Anidanganya mimi. Kwani kwa naomba mume wangu anisamehe. Nisikize kaka, nikwambie. Nisikize niongee. Huyu bwana sasa kufuata mtoto wake. Sasa imethibitishwa mtoto wake. Basi akabidhiwe mtoto wake. Wewe mwanao. Kama umeamua hivyo. Safi sana. Wewe kidume. Sasa, naam. Mimi kwanza nishukuru kwa yote. Alafu nimshukuru kijana mwenzangu. Pia nimwombe msamaha kama kuna sehemu kote nimemkwaza. Kutokana na mimi yote haya nataka ni mwanangu anifahamu kwamba mimi ni baba yake. Na kwa haya yote aliyopita, mimi namsikiza mama mtu. Kama akisema niondoke na mwanangu sawa. Akisema anabaki hapa lakini kwa sababu ananifahamu mimi baba yake, basi ni heri nayo vile vile. Sawa sawa. Mwanangu, Shakila, huyu ndo baba yako.
Safi sana, mambo si hayo bwana.